Kampuni ya kamari ya michezo ya Fanatics Sportsbook imethibitisha kuwa msanii wa muziki wa hip hop na mfanyabiashara bilionea Jay-Z aliweka dau la dola milioni 1 sawa na bilioni 2.6 kwa timu ya Oklahoma City Thunder kuibuka mabingwa dhidi ya Indiana Pacers katika michezo mitano ya finali za NBA. Dau hilo lilitangazwa hadharani kupitia mitandao ya kijamii siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita na tayari limeweza kuzua gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa mpira wa kikapu na wafuasi wa kamari. Jay-Z alipewa nafasi ya ushindi wa odds 230 ikimaanisha kuwa angejipatia faida ya dola milioni 2.3 sawa na bilioni 6 endapo Oklahoma City Thunder wangeishinda Pacers kwa ushindi wa games 4 kati ya 5 katika mfululizo wa michezo hiyo. Hata hivyo, matarajio ya Jay-Z yameweza kupata pigo kubwa mapema baada ya Indiana Pacers kushinda game ya kwanza kwa ushindi mwembamba wa points 111 dhidi ya points 110. Kufuatia mpira wa mwisho uliowekwa nyavuni na Tyrese Haliburton ambaye amekuwa kivutio kikubwa sana katika hatua ya mchujo msimu huu hadi kufananishwa na nguli wa NBA Michael Jordan. Kwa sasa ili Jay-Z ashinde dau lake, Thunder watalazimika kushinda michezo minne mfululizo, jambo ambalo kihistoria si rahisi kutokea. Takwimu zinaonyesha kuwa timu zinazoshinda game 1 katika finali za NBA ushinda mfululizo mzima wa 70.5 sawa na mara 55 kati ya 88 zilizopita. Thunder wamewekwa kama waelekezo kushinda kwa tofauti ya points 11 katika game 2, hivyo kuna uwezekano dau hilo litaendelea hadi game ya 3. Hata hivyo, katika game 1 walikuwa waelekezo kwa point 9 lakini wakaandikisha sare ya kihistoria. Wakawa timu ya kwanza katika historia ya finali za NBA kupoteza ikiwa na nafasi ya ushindi ya point 6 au zaidi. Kwa upande mwingine, Pacers wamekuwa wakivunja matarajio ya wengi msimu huo. Wakiwa underdog wameshinda mechi 8 moja kwa moja katika hatua ya mchujo na wana rekodi ya kuvutia ya 12-5 dhidi ya points, 12-5 dhidi ya point spread. Kwa kampuni ya Fanatics, dau hili la Jay-Z limekuwa fursa muhimu ya kibiashara na kimasoko. Hata hivyo, kwa wengi walivutiwa na tangazo hilo, tukio hili linatoa funzo muhimu sana kwa wapenda kamari. Usifuate dau la matajiri wanaocheza kwa burudani na si kwa haja. Hii ni kauli ambayo hata rapper Offset aliwahi kusema ya kwamba yeye anapenda sana kucheza kamari kama sehemu tu ya kujifurahisha, lakini si watu ambao wanacheza kwa pressure kwamba kwa matarajio fulani, maybe kulipia kodi ama kununua kitu fulani. So ukiona dau hili ambalo Jay-Z ameweza kuliweka la dola milioni 1, ameliweka si kwa pressure, maybe kwa matarajio fulani, just for fun. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.